Bwana, Baba Levo kama Festiboni ama mtoto wa kwanza wa Diamond Platnumz mwenyewe anavyojiita. Anajiita mtoto wa kwanza wa Diamond Platnumz. Amekuja kufunguka kupitia Instagram pale katika page yake akionyesha ya kwamba kuna mabadiliko fulani hivi anataka kuyafanya katika record label ya WCB. Alikuja kuposti akisema kwamba nimemshauri Lukuga ambaye ni Diamond Platnumz mikataba mipya ya WCB iwe ni 50% msanii, 50% kwa management. Hiki hapa ni moja katika vitu ambavyo vilikuwa vinasubiriwa kwa time ndefu sana. Watu wengi walikuwa wakitamani ya kwamba msanii aweze kupata 50% ya mapato ambayo anaifanya katika project ama ngoma yoyote ambayo anaiachia akiwa chini ya record label ama management yoyote. One time tuliona kwa wasanii wengi sana wakiwa wanalalamika kuonesha kwamba hawapendezwi na kile kitu ambacho kinatokea kwa baadhi ya wasanii kudhulumiwa ama kunyonywa katika mikataba ambayo ipo katika record label tofauti. Tuliona katika kipindi ambacho Harmonize alikuwa anatoka katika record label ya WCB, wakati anachia label kulikuwa na malalamiko mengi sana mazito ya pesa ambayo aliweza kushikiliwa alipe wakati anavunja mkataba wa WCB. Alikuja kulalamika kwamba mkataba wa WCB ni mgumu sana kwa sababu mkataba wa WCB kuna mkwanja mrefu sana wa kulipa kama unataka kuvunja mkataba. Lakini pia alikuja kufunguka ya kwamba katika mapato, yani ukifanya project ama ukifanya ngoma chini ya record label ya WCB, una 40% za kupata wewe mwenyewe, lakini 60% zinakuja kwenye management. Lakini pia alikuja kufunguka ya kwamba zile show zote ambazo zinafanyika ukiwa chini ya record label yoyote ile, basi pesa mingi sana inakuja chini ya management, na mkwanja ambao anaokota msanii ni mkwanja mmoja mdogo sana. So hiki kitu bwana kiliweza kuwashangaza watu wengi sana kuona kwamba kumbe kuna baadhi ya wasanii ambao tunawaona ni wakubwa, wanafanya poa zaidi, wanafanya vizuri, wapo chini ya record label kubwa zaidi kama WCB, lakini kumbe pesa ambayo wanakuja kupokea ni pesa fulani ndogo tu, lakini pesa nzima ama mkwanja mrefu wote unaingia ndani ya management. Alikuja kufunguka Harmonize ya kwamba kwa mwaka pale chini ya WCB anatakiwa kutoa ngoma 2 tu. Yani hizo ngoma 2 ambazo anatakiwa kuzitoa zipo chini ya gharama ya label ya WCB. Yani label inagharamia ngoma zote ambazo atataka kuzifanya ndani ya mwaka, ambazo ni ngoma 2. Lakini kwa msanii akitaka kutoa ngoma zaidi ya 2, yani kama ana extra songs ambazo anataka kuziachia ndani ya huo mwaka mmoja, yani baada ya kuachia ngoma zake 2 anataka kuachia ngoma nyingine, basi gharama ama pesa yote ambayo ataweza kutumia katika kutengeneza project zake zitakuwa zinatoka mfukoni kwake, lakini katika mapato basi zitakuwa zinaingia katika record label 60%, then 40% atadaka mwenyewe. So hii hapa ilikuwa inawakwasa watu wengi sana kuona kwamba mbona wasanii wananyonywa sana, wasanii wanadhulumiwa kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia Diamond Platnumz alikuja kufunguka ni kwa nini mkataba unakuwa hivyo, kwa sababu management kama management inashikilia brand pamoja na gharama za msanii zote ambazo anatumia katika kazi yake ya sanaa. Lakini pia kwa upande wa Rayvanny Chui, kipindi ambacho anataka kuiacha record label ya WCB, kuna mkwanja mrefu sana aliweza kulipa, na kuna time fulani ambayo alikuwa anapishana sana na Diamond Platnumz kuelezea kwamba kuna kipindi kama isingekuwa rehema za Mungu, yani huruma fulani hivi ama ule ukarimu ambao walikuwa wanaishi nao, ule ubinadamu fulani hivi, basi Rayvanny na Diamond Platnumz wangekuwa wanachukiana sana. Lakini baada ya Rayvanny kutoka katika label ya WCB, alikuja kutoa kazi na Diamond Platnumz kama mkurugenzi wa WCB. Alikuja kutoa kazi yani Tongoze, moja katika kazi ambazo zilifanya poa sana, na tunajua collaboration ya Rayvanny pamoja na Diamond Platnumz ni moja katika chemistry kali kabisa. Wakikutana hawa watu wanatoa product nzito kabisa. Lakini pia ukiachana na record label ya WCB, kuna record label nyingine kama King Music, kuna Bad Nations, ambazo zote zinafanana katika upande wa management ya kwamba msanii anapokea 40%, then management inakuja inachukua 60%. So kwa upande wa Baba Levo alikuja kufunguka ya kwamba anataka kumshawishi Diamond Platnumz ambaye anamuita Lukuga, akisema ya kwamba anataka kumbadilisha mindset, kusema ya kwamba anataka kumhamisha kutoka kwenye 40% mpaka 60%. Basi anataka kumfanya msanii apokea 50% na management ama label ichukue 50%, yani pasu kwa pasu. Kwa the way ambavyo mashabiki wa Diamond Platnumz mnamuelewa msanii wenu, yani the way ambavyo mnamuelewa Diamond Platnumz, mimi nataka mnichane hapa kwenye uwanja wa comment. Inawezekana ni kweli Baba Levo akafanikiwa kweli kumshawishi Diamond Platnumz kubadilisha msimamo wake na kuonesha kwamba anataka kuhamisha kutoka kwenye 60% mpaka pasu kwa pasu? Nipange hapa kwenye uwanja wa comment. Mimi naitwa Jitu One Time, Jitu One TZ official Genius, na hii hapa ni Jitu Media.